kwa sababu kuna mtu ametoa maoni kwamba bodi ya ligi inaiogopa klabu ya Simba, basi iwe ni kweli kwamba bodi ya ligi inaiogopa klabu ya Simba. Bodi ya ligi inafanya shughuli zake zote kwa mujibu wa kanuni, na kanuni hizi ni zetu sote, si za bodi ya ligi tu, si za TFF peke yake, ni za wadau wote. Walina mambo ndani yake ambayo kwa hakika yanahitaji kufanyiwa uchunguzi, na uchunguzi hauwezi kukamilika kwa haraka. Kwa hiyo kwa sababu muda unakwenda na imeonekana kuna baadhi ya mambo ambayo kufanyiwa maamuzi kwa haraka, basi bodi kupitia kamati ile iliona ni busara kuahirisha huu mchezo kwa siku ya leo, wakati wakiendelea kujadili na kuangalia kufuatilia hayo mambo ambayo. Naam, kama ambavyo mnafahamu kuhusiana na sakata la Simba ambao walipata changamoto kwenye dimba la Mkapa kabla ya mchezo. Sasa tunamtafuta Karim Boimanda ambaye ni mkuu wa kitengo cha habari ndani ya bodi ya ligi, tuweze kuzungumza naye juu ya mambo kadha wa kadha, juu ya kile ambacho kimetokea sasa hivi na taarifa ambayo inasema mchezo umeahirishwa. Niko katika bodi ya ligi, hapa ni makao makuu kama ambavyo unaweza kaona hapo nyuma, bango linajieleza kabisa niko maeneo ya bodi ya ligi. Kikubwa tunamsubiria afisa wa habari Karim Boimanda kutoka bodi ya ligi ili tuweze kuongea naye. Yes, naungana na Karim Boimanda muda si mrefu kutoka sasa tuweze kupata ufafanuzi baadhi ya mambo ambayo yamejiri kutokana na taarifa ya kusitishwa kwa mchezo wa Yanga na Simba. Simu inaita, tusubiri huenda akapokea. Yes, ni simu ambayo tunampigia Karimu Boimanda. Kaka Karimu Boimanda. Ndio. Habari ya muda huu? Salama, habari ya kazi? Tunamshukuru Mungu sana. Ndio, karibu. Tumesikia taarifa ya kwanza unazungumza na Like Media. Ndio. Tumesikia taarifa ya kusitishwa kwa kuahirishwa kwa mchezo dhidi ya Simba dhidi ya Yanga ambao ulitarajiwa kuchezwa katika dimba la Mkapa kuanzia saa 1:15. Pengine unaweza kutupa taarifa ili watu waweze kuelewa vizuri? Ya, ni kweli bodi ya ligi kuu Tanzania kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilikutana leo asubuhi kwa dharura kujadili shauri la Simba Sports Club ambao waliandikia bodi wakielezea kadhia waliokutana nayo jana walipofika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jioni kwa ajili ya kufanya mazoezi yao ya mwisho. Lakini pia katika barua hiyo waliainisha nia yao ya kutoshiriki mchezo huo. Kwa hiyo bodi iliamua kuitisha kikao cha dharura cha kamati yake baada ya kuwa imepokea taarifa za maofisa wa mchezo wakiwemo match commissioner, general coordinator pamoja na security officer. Taarifa zilizoainishwa kwenye ripoti hizo ndizo zilizosababisha sasa kuitishwa kwa hicho kikao. Katika kikao hicho na kupitia hizo taarifa imeonekana kwamba kulikuwa na changamoto kadhaa za kikanuni ambazo zimesababisha kutokea kwa hilo jambo. Kitu ambacho kamati ile imefanya ni kuangalia wapi kulikuwa na changamoto, lakini kwa bahati mbaya sana kamati imeshindwa kukamilisha kila kitu, kwa maana ya hasa yale masuala yanahusisha usalama, kwa sababu pia kuna ripoti ya usalama wa mchezo na kuna mambo ndani yake ambayo kwa hakika yanahitaji kufanyiwa uchunguzi, na uchunguzi hauwezi kukamilika kwa haraka. Kwa hiyo kwa sababu muda unakwenda na imeonekana kuna baadhi ya mambo ambayo kufanyiwa maamuzi kwa haraka, basi bodi kupitia kamati ile iliona ni busara kuahirisha huu mchezo kwa siku ya leo, wakati wakiendelea kujadili na kuangalia kufuatilia hayo mambo ambayo hayakupata majibu kwa haraka. Na majadiliano hayo ama uchunguzi huo utakapokamilika, basi kamati itaketi tena na itatoa taarifa
kuhusiana na hatima ya huo mchezo. Nilikuwa nauliza kwamba watu wanasema kulikuwa na shauri la Yanga wao wenyewe ambao walituma posti yao wakisema kwamba mchezo upo, na kwa upande wa Simba wao wakisema kwamba mchezo haupo. Inawezekana katika kikao hicho walishirikishwa na katika maamuzi yao na hoja zao ziliwekwa mezani na kaonekana wapi kuna uzito wa hoja? Kwa kikao cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi hakiiti watu wengine nje ya wajumbe, kinahusisha wajumbe tu. Kitu pekee kinachoingia kwenye hicho kikao ni ripoti ama barua, malalamiko, na kwa mpaka tunaingia kwenye kikao barua pekee ilikuwa ni ya Simba Sports Club pamoja na ripoti za maafisa wa mchezo. Na kwamba Yanga wao waliposti taarifa kwenye kurasa zao za mitandao, hawakuandika post taarifa, na taarifa ambao waliposti walichokiandika na ndicho kilikuwa msimamo wa taasisi pia, kwa maana bodi ya ligi, kwamba mpaka kikao kinaanza msimamo ulikuwa ni mchezo huo lazima ufanyike. Lakini wakati wa kikao na wakati tunajadili ripoti ndipo ambapo lilikuja sasa jambo hili ambalo limeamuliwa la kuahirisha huo mchezo, ili kutoa nafasi zaidi kwa kamati kujifunza masuala mbalimbali yaliyosababisha jambo hilo, ili sasa maamuzi atakapotolewa yatoke maamuzi ya haki na kwa kuzingatia kanuni, kwa sababu muda kuelekea kuanza kwa mchezo huu ulikuwa ni mfupi, na kukuwa na namna kwamba tungeweza kukamilisha uchunguzi kabla ya muda wa kuanza kwa mchezo. Ndio maana busara ilikuwa kuahirisha huo mchezo wakati jambo hilo likiendelea, na kwamba litakapokamilika basi bodi itatoa taarifa nyingine. Katika ripoti yako umetoa kanuni ya 34 kifungu cha kwanza na cha tatu kwamba vinahalalisha kuahirishwa kwa mchezo. Sababu ilikuwa inatosheleza kabisa kuhusiana na kifungu hicho jinsi kilivyo, kwa sababu kama timu haijashiriki kwenye mazoezi ya mwisho, pengine hukumu watu walitegemea kwamba mechi ingeendelea, then wakati huo kuna kuwepo na kusikiliza kilichokuwa kimetokea huko. Kanuni inasema kwamba timu isipoenda kucheza katika mchezo husika, kwa hiyo mchezo unaahirishwa. Umetaja kanuni ambayo inatoa mamlaka kwa bodi ya ligi kuu Tanzania ama TFF kuahirisha mchezo, na kanuni ile inasema wazi, kanuni ya 34 ibara ya kwanza ibara ndogo ya 1.3 inasema kwamba mchezo utaahirishwa kunapotokea dharura ama sababu nzito na za msingi zilizothibitishwa na TFF ama bodi ya ligi. Kwa hiyo bodi imeahirisha huu mchezo kwa sababu ambazo zinaonekana ni za msingi, ambazo nimetoka kueleza kwenye swali lako la msingi pia. Kwa hiyo kanuni ile inapotumika hakuna kanuni nyingine inaweza kutumika tena, kwamba tayari mamlaka imefanya decision kwa mujibu wa kanuni ya kuahirisha mchezo, na kinachofuata hapo sasa ni ambacho nimeshakueleza kwamba tunakwenda kuangalia sababu mbalimbali, tunakwenda kuangalia maeneo yaliyochangia kutokea kwa kadhia hii, na mwisho wa siku kamati itatoa taarifa. Kama ambavyo mnafahamu, mchezo mkubwa wa Simba na Yanga ni dabi ambayo inakusanya watu kutoka nje ya Tanzania, nje ya mikoa yote Tanzania bara. Watu wanasafiri kwa gharama zao, na washafika, na baadhi ya watu walionekana kiingia uwanjani mida kama saa 6 hivi kabla taarifa haijatoka. Pengine kwa upande wa bodi hili mmelichukuliaje, hasa kwa mashabiki ambao walitumia gharama zao, walinunua tiketi na vitu vingine kama hivyo? Si jambo zuri, ni jambo ambalo limetusikitisha sana, na tunawapa pole sana mashabiki wote. Wapo waliotoka mikoani, wapo waliotoka nje ya nchi, lakini wapo waliotoka hapa Dar es Salaam, wametoka majumbani kwao, wameacha shughuli zao ili wakapate burudani, na kwa bahati mbaya burudani hiyo wameikosa. Kwa hiyo tunawapa pole sana, na bodi ya ligi imesikitishwa sana na kutofanyika kwa mchezo huu, lakini kwa sababu za kiuendeshaji, kwa sababu za kikanuni, hakuna namna mchezo huu ungekwenda kufanyika, na ndio sababu umeahirishwa. Na tunawaeleza kwamba wale ambao walishakata tiketi
tiketi zao zitarejeshwa kwenye kadi zao na zitakwenda kutumika katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo namba 184 ambao tarehe yake itatangazwa hivi karibuni. Ukiingia katika komenti tofauti mara baada ya kutangazwa kwa taarifa yenu kuhusiana na kuahirishwa kwa mchezo, inaonekana watu wanasema kwamba mmewaogopa Simba. Pengine ingekuwa timu ya kawaida madaraja ya chini msingechukua hatua hizo. Pengine kwa upande wa bodi ya ligi mnasemaje? Mmeogopa Simba kutokana na kauli zao, misimamo yao, au mmewafeva Yanga? Unaamini bodi ya ligi inaweza ikaiogopa klabu? Unaamini hivyo wakati sisi tunasimamia na kuendesha ligi? Hayo ni maoni ambayo yeyote anaweza kutoa maoni na kwamba maoni imekuwa ni kitu huru sana. Unapoweka taarifa kwa mfano mtandaoni, kuna eneo ambalo limetengwa na kwa ajili ya watu kutoa maoni yao, hauwezi kuzuia, na ndio maana kuna option pale ya kuzuia watu kutoa maoni, lakini bodi ya ligi kuu Tanzania haijachagua kuzuia watu kutoa maoni. Comments zimetolewa pale na tumeacha on kwa sababu tunaamini wadau wa ligi kuu ya NBC, wadau wa dabi ya Kariakoo wana haki ya kutoa maoni yao, na maoni yanapokelewa na kufanyiwa kazi. Kwa hiyo hakuna uhalali kama hakuna uthibitisho kwamba kwa sababu kuna mtu ametoa maoni kwamba bodi ya ligi inaiogopa klabu ya Simba, basi iwe ni kweli kwamba bodi ya ligi inaiogopa klabu ya Simba. Bodi ya ligi inafanya shughuli zake zote kwa mujibu wa kanuni, na kanuni hizi ni zetu sote, si za bodi ya ligi tu, si za TFF peke yake, ni za wadau wote wa ligi kuu ya NBC. Lakini wadau wanaosema kwamba pengine inaweza kachukua muda mrefu sana mpaka dabi kuchezwa, au kwa maana ya kamati imesema kwamba muda sio mrefu itatangazwa ni lini itachezwa na hautakuwa muda mrefu sana. Nayo ni maoni. Kama kuna mtu anadhani itachukua muda mrefu, sijui ametumia kigezo gani, lakini taarifa yetu sisi imesema tutatoa taarifa hivi karibuni, na tunatamani mchezo ufanyike katika wakati possible ambao uko karibu zaidi. Karimu Boimanda, nikushukuru sana kwa kuungana nasi na kuangalau kutupa ufafanuzi wa mambo kadha wa kadha. Asante sana. Naam, nilikuwa nazungumza na Karimu Boimanda, afisa habari wa bodi ya ligi, ambaye katupitisha baadhi ya maeneo na kutupa picha halisi ya kile ambacho maamuzi ambayo bodi ya ligi wameamua, hasa katika swala hili ambalo kila mmoja anajiuliza imekuaje na kwa nini, lakini bodi ya ligi kutokana na mamlaka iliyokuwa nayo katika kifungu cha 34(1)(1)(3) pia imeweza kuahirisha mchezo wa Yanga na Simba. Taarifa kutoka kwa bodi ya ligi ni hii kutoka kwa afisa habari wake ambaye nimeipata hapa. Nilikuwa bodi ya ligi kuja kuzungumza nao, lakini leo ni Jumamosi, majukumu mengi sikuweza kupata, lakini bahati nzuri nimeyapata kupitia simu ya mkononi. Nikaongea na afisa habari wa bodi ya ligi Karimu Boimanda, amenipa ushirikiano wa kutosha kabisa kuhakikisha kwamba taarifa na ufafanuzi wa mambo kadha wa kadha ambao ulikuwa unajiuliza umeweza kuyapata. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa kuungana nasi na nikushukuru sana.